Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha tukafika katika siku ya leo. Lakini leo na ujumbe mmoja mkubwa sana kwa wale watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafikisha kwamba katika maisha yao walishawahi kuonana na majini kwa ana kwa ana. Yani jini alikutana naye kwa ana, yani walionana ana kwa ana. Sasa kuonana na jini ana kwa ana kupo. Kuna watu waliniuliza, je, jini shekhe naweza nikamuona? Jini unaweza kumuona kwa ana, yani live, lakini kuna masharti ya kuweza kuonana na jini. Katika masharti hayo lazima mtu ayajue ili aweze kuonana na jini. Sharti. Lakini vile vile kwamba je, unataka kuonana na jini kwa shida gani? Au unataka nini? Au umefikwa na nini? Au kuna jambo gani ambalo wewe unalolitaka jini uweze kuonana naye? Maana kuna masharti 10 haya nitayataja walau kidogo kwa ajili ya kuonana na majini. Lazima ujue masharti 10 ya kuonana na nani? Kuonana na jini. Kwa haraka, sharti la kwanza, idha aradta an tara aljinni fa'alayka an fa'lam anna aljinni laysa albashar wa laysa alins bali lafidhu lahdhatan. Ukitaka kuonana na jini lazima uelewe jini sio binadamu, jini sio kiumbe cha kawaida, jini sio kiumbe cha mchezo. Kwanza haonekani katika macho ya kawaida, yani hayo macho yako hayawezi kumuona, na ndio maana kila mtu ana majini lakini hawezi kumuona katika njia za kawaida. Bali khufiyatun, bali ni kitu basit, ni kitu ambacho kimejificha. Sasa kinapokuja katika uhalisia wake, katika kumuona kwamba alivyokuwa yeye, alivyoumbwa, inahitaji moyo, na unaweza ukapata madhara, na unaweza ukazimia, na unaweza ukawa si mtu wa kawaida, kwa sababu uliomba au ulitaka kuonana na kiumbe kama hicho, kwa sababu tujue kwamba viumbe hawa kuonekana kwao kwa dharura. Hiyo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, aljinnu, sawa, idha aradta an tarahu basitun bilahdhatan wahida. Mashetani au hawa majini na kusudia, unapotaka kuwaona wao wana nguvu, ufikaji wao kwako wewe ni uwepesi, kama ndege inavyofika, inavyotoka angani na inavyoruka, kuna spidi kali. Kwa hiyo wanakuwa na spidi kali, kwa hiyo anaweza akaja kwako kwa spidi kali, lakini spidi ile pengine wewe umefika pale hafla ukajikuta umezimia. Sasa ndio kinakuja kile kiumbe ukaanguka chini au ukapata ugonjwa, sababu ile unasema yale mawasilisho au vile alivyokuja yule jini ikawa kwako kidogo mtihani. Kwa hiyo lazima ulitambua hilo. Lakini jambo la tatu, unamwita jini, lakini taalam anna jini idha laqaita bihi almaqam, jini akija katika maeneo, je, umeandaa maneno gani? Umeandaa jambo gani? Au unataka kumwambia nini? Kwa sababu usirembe, unataka kumwambia kiwe cha haraka. Ushamwita pale, unataka kusemaje? Isio umemwita kafika pale, umemuona, lakini huna la kuzungumza, unashangaa. Hapana, lazima ujue maneno ya kumwambia. Mimi nataka mali, mimi nataka hivi, mimi nataka hivi. Wewe yani basi tu al-lisani, takallam bil-lisani, uzungumze kwa ulimi wako. Lakini huo ulimi wako, jambo la nne akasema, lughatan min al-jinni, kuna lugha ya kuzungumza naye huyo jini wakati kafika. Kuna lugha gani? Ziko lugha ambazo nitakufundisha za akifika jini kuongea naye. Kila jini ana lugha zake. Kuna majini wa Kinaswara anaongea Kinaswara, kuna majini wa Kiyahudi, kuna majini wa Kiarabu, na kila jini anaongea kwa namna yake. Sasa kuna maneno nitakufundisha. Kama unataka kumuona jini, hebu akifika mwambie maneno haya, au mfungue ili uweze kuelewana lugha, sababu hatakuja na Kiswahili chako, hatakuja na Kisaramu, atakuja na lugha zao. Kwa hiyo lazima ujue lugha hizo kuweza kuongea naye. Lakini jambo lingine la tano katika kuhudhuria kwa jini, unapotaka kumwita lazima uandae mazingira, kwamba mimi namwita jini fulani anatumia mazingira fulani. Yani kuna mazingira uyaandae, labda bukhuri, labda jawi, labda kisandarusi, jini huyu anatumia hichi. Yani kuna mazingira ya kuandaa jinsi gani jini yule
anaweza akafika pale wewe ukataka lile jambo lako liwe. Kuna mazingira ya kuandaa vitu. Hapa nakusudia vitu, lazima kuna vitu uviandae. Kuna majini wengine uweze kuwaita mpaka waweko mbuzi, kuna wengine waweko ng'ombe, kuna wengine waweko ngamia, kuna wengine ikuwepo sijui sandarusi, ikuwepo sijui jauzi, ikuwepo sijui jambo gani, yani kuna vitambaa, yani kuna vitu mbalimbali vikuwepo pale. Kwa hiyo lazima ujue jinsi gani ya kuweza kumhudhurisha huyu hadim ambaye unataka labda akutumikie katika maisha yako. Mambo yapo mengi, sitakuwa na muda kuyaeleza, lakini jitahidi usubscribe channel yetu. Nitakuja kueleza mada hii maalum nitakaporudi Dar es Salaam. Sasa hivi kama ninavyosema niko Zanzibar, kwa nitakaporudi Dar es Salaam nitazungumza mada hii. Mada ya kwanza, mada ya yakuti, pete kito rangi chekundu, na mada ya pili utamhitaji jini katika mamlaka yako na kumwambia kile ambacho unachokitaka. Leo nimeeleza baadhi ya kitu kidogo, lakini niko Zanzibar biidhnillah tabaraka taala, niko nyumbani, na ndio maana unaona napiga video hizi katika magari, kwa sababu tupo katika pirika, lakini mradi watu wajue biidhnillah tabaraka taala. Sheikh Salum Damba, napatikana kwa 0714657173 0714657173. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.